Hakuna mwanamke asiyejutia anapoachwa na mwanaume aliyewahi kumfanyia mambo haya matano. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba hawa wanaume huwa ni wachache sana katika ulimwengu wa sasa au katika kizazi chetu. Kwa hiyo huwa ni ngumu sana mwanamke kutomjutia huyo mwanaume pale anapoachwa na huyo mwanaume aliyekuwa anamfanyia mambo haya matano ambayo nitaweza kuyataja. Jambo la kwanza kabisa ni kumthamini mwanamke kama ua. Ikiwa mwanamke ataachwa na mwanaume ambaye alikuwa anamthamini kama ua, huwa ni ngumu sana kutomjutia huyo mwanaume. Yaani lazima aweze kumjutia, kwa maana sio kila mwanaume anaweza kumthamini mwanamke kwa kulingana na kizazi chetu. Kwa hiyo ni ngumu sana mwanamke yoyote asiweze kumjutia mwanaume aliyekuwa anamthamini kama ua. Na pia jambo la pili ni kuonesha upendo wa kweli bila kuficha. Ikiwa mwanamke alikuwa na mwanaume ambaye anaonyesha upendo wa kweli bila kuficha, bila kuona kwamba atadharaulika, basi huwa kwa kawaida huyo mwanamke lazima aweze kujutia pale anapoachwa na mwanaume ambaye alikuwa anaonyesha upendo wa kweli bila kuficha. Na pia jambo la tatu ni kumshirikisha mambo mbalimbali, hususan mipango mbalimbali. Kama mwanamke ataachwa na mwanaume ambaye alikuwa anamshirikisha mipango mbalimbali ambayo ni ya maendeleo, kwa kawaida huyo mwanamke lazima aweze kujutia, kwa maana kulingana na kizazi chetu wanaume wengi wamekuwa ni wabinafsi, hawezi kushirikisha mipango au kuwashirikisha wenza wao mipango mbalimbali. Kwa hiyo mwanamke anapoachwa na mwanaume ambaye alikuwa anamshirikisha mipango mbalimbali hususan ya maendeleo, mwanamke huyo lazima aweze kujutia, na sio ajabu hata kama atakuwa kwenye ndoa aweze kumtafuta huyo mwanaume. Kwa hiyo ni jambo ambalo mwanamke yeyote lazima aweze kujutia. Na pia jambo la nne ni mwanaume kuwa mkweli. Kama mwanaume alikuwa ni mkweli katika mahusiano au katika ndoa na akamwacha huyo mwanamke, lazima huyo mwanamke aweze kujutia, kwa sababu 99% wanaume ni waongo. Kwa hiyo kama mwanaume alikuwa ni mkweli kwa 100%, mwanamke yeyote kama aliwahi kutoka na huyo mwanaume lazima aweze kujutia kwa huyo mwanaume, kwa maana 99% ya wanaume ni waongo. Kwa hiyo 1% kwa hao wanaume ambao wanawake wanakuwa nao, wanapoachwa na hao wanaume huwa wanawajutia sana, kwa maana lazima aweze kujutia kutokana na jinsi ambavyo atakuwa anakumbana na hekaheka za wanaume waongo. Na pia jambo lingine la mwisho ambalo linaweza kumfanya mwanamke aweze kumjutia mwanaume aliyewahi kumfanyia jambo hili ni kuhusu kuonesha kumpenda na kumjali na kumthamini, yote kwa pamoja. Kwa mwanamke yeyote yule anapokuwa na mwanaume